anasema arabi'u tanbihi yanne idha mtala almasjid an-nabawi bilmusallina ukijaa ule msikiti wa Madina ukijaa msikiti wa Madina kujaa waswaliji wale wanaoswali mule ndani wakawa wamejaza msikiti faliman jaa mutaakhiran basi kwa yule aliyekuja kwa kuchelewa an yusalli fi shawari'i asali barabarani bi salati al-imami kwa kuifuatiliza au kwa kuifuatisha swala ya imamu anayesalisha ndani ya huo msikiti في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية katika jiha tatu pande tatu ukiutoa upande wa mbele wa msikiti anaruhusiwa kuswali barabarani ikiwa msikiti umejaa wakafunga barabara wakaswali wakawa wanamfuatisha imamu wanaruhusiwa kuunga safu katika pande tatu za msikiti ukiutoa upande wa usoni wa msikiti kwa sababu wakiruhusiwa wakae upande wa usoni wa msikiti yani upande wa mbele ina maana watamvuka imamu lakini upande wa kulia wameruhusiwa muda wa kuwa ni nyuma ya imamu upande wa kushoto wa msikiti wameruhusiwa muda wa kuwa nyuma ya imamu na upande wa nyuma ya msikiti wameruhusiwa ويكون له أجر صلاة الجماعة na atapata yeye huyo aliyeswali barabarani kwa kujaa msikiti atapata yeye ajru salati aljamaa ujira wa swala ya jamaa hata kama yuko barabarani tumeelewana vizuri hapo kwa maana mfano wa msikiti umejaa watu wakawa wamepanga safu mlangoni pale safu zikaenda mpaka zikafika kwenye barabara ya lami muda wa kuwa ni safu zilizopangika zilizotokea mwisho wa msikiti tumeelewana na wao wanahesabika ni jamaa ya msikiti amma tadhifu bi akthara min 1000 ama wao kulipwa nyongeza kwa ziada ya 1000 ama wao kulipwa at-tadhif nyongeza ya thawabu bi akthara min 1000 wakupewa zaidi ya zile 1000 fa innahu khasun nyongeza hizo zitawahusu peke yao biman kanat salatuhu fil masjid wale ambao au yule ambaye swala yake ataiswali ndani ya msikiti sisi tunafahamu kwamba ukiswali Madina sio sawa na kuswali msikiti wowote hapa Tanzania si sawa na kuswali Maamuri wala si sawa na kuswali Mtoro au kuswali kokote katika misikiti hapa nchini wala msikiti mwingine labda nje ya nchi mfano Dubai Imarati ukadha uwe mzuri wa msikiti kiasi gani kusali katika msikiti wa Madina swala moja ni sawa na swala 1000 nje ya msikiti wa Madina ukitoa msikiti mtukufu wa Makka manake sisi tumeswali magharibi hapa tumpate aliyeswali magharibi Madina naam tunadaiwa swala ngapi 999 kwa hiyo kiswali magharibi yako kimswala swali tena magharibi
kim sala swali maghrib, kim sala swali maghrib, kim sala swali maghrib, kim sala tena swali 999. Ndio utalingana na aliyeswali wapi? Swala moja tu Madina. Mchezo sio mchezo. Sasa Sheikh anazungumzia kipande hiki, ama kuongezewa sasa wale walioswali barabarani, je, na wao watapata hii tadhif? Nyongeza hizi watazipata? Anasema fa innahu khas, nyongeza hizo ni maalumu biman kanat salatuhu fil masjid, kwa yule ambaye swala yake ataiswali wapi? Msikitini. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, وشهيد ومنن يمتوم صلى الله عليه وسلم aliposema salatun fi masjidi hadha, swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, khairun, hiyo ni bora, min alfi salatin, kuliko swala 1000 fima siwahu, itakayoswaliwa au zitakazoswaliwa katika msikiti usiokuwa huo wa Madina, illa almasjid alharam, isipokuwa msikiti mtukufu wa Makkah. Kwa maana atakayeswali Makkah amemshinda na amemzidi aliyeswali Madina. Kiswali Makkah swala moja ni sawa na swala 100,000 kwenye misikiti mingine. Unaona khairi Makkah pale kwenye msikiti mtukufu al-Masjid al-Haram, illa al-Masjid al-Haram, ukitoa msikiti mtukufu wa Makkah, kwa sababu msikiti mkuu wa Makkah swala moja ni swala 100,000. ومن صلى في الشوارع, na yeyote atakayeswali barabarani, lam yakun musalliyan fi masjidihi, hatahesabika ameswali ndani ya msikiti wake. Yeye amesema swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, yani wa Madina, ni bora zaidi kuliko swala 1000 zitakazoswaliwa nje ya msikiti huu wa Madina. ومن صلى في الشوارع, na yeyote atakayeswali barabarani, kwenye majia huko barabarani, lam yakun musalliyan fi masjidihi, hahesabiki huyo kwamba ameswali katika msikiti wake, kwa kuwa ule kule barabarani si msikiti ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yahsulu lahu hadha at-tad'if, hatopata yeye nyongeza hizi za kwamba ameswali swala moja ni bora zaidi kuliko swala 1000 ambazo zimeswaliwa nje ya msikiti huu. Wasahatul masjidi, na ule uga unaopatikana pale msikitini, uwa dakhil al-aswari, ulio ndani ya aswari, kuta zile, naam, kuta zinazozungushwa kwenye ule msikiti mtukufu. Saha, sehemu ya wazi ile, kama vile uwa, upande wa kulia kuna uga wa wazi, upande wa kushoto kadhalika. Watu wakitoka msikitini labda wanakaa hapo, zile zinazozungumziwa sasa, zile ambazo ziko ndani ya fence, ziko dakhil al-aswar, ndani ya fence, zile saha zile zilizo ndani ya fence, wal abwab, zilizo ndani ya milango mikuu ya kuingilia msikitini ile, min al-masjid, zile saha na ule uga au ule uwanja wa wazi uliozungushiwa fence ya msikiti, unahesabika au zinahesabika zile saha ziko ndani ya msikiti, ni msikiti wanake. Kwa maana atakayeswali mule ndani, hata kama haiko ndani ya jengo la msikiti, lakini kwa kwenye uwanja wa msikiti, huyo kaswali ndani ya msikiti, atapata malipo haya ya swala yake moja kuwa ni bora zaidi kuliko swala 1000 ambazo zitaswaliwa nje ya msikiti huo wa Madina. Tumeelewana vizuri hapo? Hiyo ni tambihi ya 4 ambayo ameitoa
Sheikh hafidhahullah ta'ala kwa ndugu zetu wanaokwenda kuifanyia ziara Madina walielewe hili. Al-khamisu, tanbihi ya 5, anasema sha'a inda kathirin minan nasi, ni jambo ambalo limeenea kwa watu wengi, anna man qadima ila al-Madina, ya kwamba yeyote atakayefika Madina, katika wishaya na maneno ambayo watu wanaambizana yakanukuliwa kutoka kwa huyu, yule akasikia kutoka kwa yule, yule akasikia kutoka kwa yule. Anasema limeenea hili jambo mbele ya watu wengi, anna man qadima ila al-Madina, ya kwamba yeyote atakayefika Madina, fa alayhi an yusalli 40 salatan, ni wajibu wake mtu huyo asali swala 40. Umefika Madina wewe, je, umeswali swala 40? Watu wanaambizana hivi, wajibu swali swala 40. Wapi? Fi masjidir rasuli sallallahu alayhi wasallam, katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema hili limeenea mbele ya wengi wa watu, maneno ya wishaya ya uvumi, wanaambizana watu masufi, watu makhurafi, wao kwa wao, watu wasioangalia dalili zilizosihi. Lihadithin, wanaambizana hayo na kuyaeneza kwa sababu ya ile hadithi iliyokuja fi musnad al-Imam Ahmad, katika musnad wa Imam Ahmad nambari 12583, an Anas, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba hakika yeye mtume amesema, man salla fi masjidi 40 salatan, yeyote atakayeswali katika msikiti wangu huu wa Madina 40 salatan, idadi ya sala 40, la tafutuhu salatun, akawa hapitwi hata na swala moja, akajitahidi swala 40 zimepatikana kikamilifu, hakuna iliyomfutu akakosa jamaa. Swala 40 akahakikisha ameziswali, kutibat lahu bara'atun minan nifaq, ataandikiwa yeye utakaso kutokamana na unafiki, atatakaswa kutokamana na sifa mbaya ya unafiki, kwamba huyu kwa haya aliyoyafanya hapa Madina, kuhudhuria swala 40 pasina kupitwa na hata moja, huyu unafiki uko mbali naye, sio mnafiki huyu, afe kifo kingine, lakini sio cha unafiki, sio mnafiki. Wanajatun min al'adhabi, na ataandikiwa yeye najatun, kuokoka, min al'adhabi, kutokamana na kuadhibiwa, kwa maana hatoadhibiwa, amefaulu huyo, amenaji saada, hatopata adhabu ya Mola. Kwa nini? Kaswali swala 40 katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabari'a min an-nifaq, mwanzo amesema kutibat lahu bara'atu min an-nifaq, ni bara'atu min an-nar, nisoma vibaya. Kutibat lahu bara'atu min an-nari, ataandikiwa yeye utakaso kutokamana na moto, hatauingia. Wanajatu min al-adhab, na kuokoka kutokamana na adhabu, hatoadhibiwa. Wabari'a min an-nifaq, na atakuwa mbali kutokamana na sifa ya unafiki, sio mnafiki huyo, Allah akashamkinga. Wanasomeana hao watu hii hadithi. Kwa hiyo utakuta wale ambao walishaambiwa huko makwao kabla ya kufika Madina kwamba wenda Madina wewe, katika adabu za Madina watakiwa usipitwe na swala 40. Kwa hiyo kama mtu anajipinda swala 40 asizikose, manake 5 za siku ya kwanza, 5 za siku ya pili, zinakuwa ngapi hizo? 10. Na 5 nyingine kama zile na zile kama zile, zinakuwa ngapi hizo? 20 kwa siku ngapi? Kwa siku 2. 40 kwa siku ngapi? Kwa siku 4. Anajitahidi siku 4 asipitwe na jamaa.
apate swala 40 ili aingie katika orodha ya wale ambao kwamba wataandikiwa utakaso kutokamana na moto na kukingwa kutokamana na adhabu na kuwekwa mbali kutokamana na unafiki. Anasema Sheikh, wa huwa hadithun dha'if, nayo ni hadithi dhaifu, la taqumu bihi alhujja, haisimami hujja kupitia hii hadithi. Huwezi kumsimamishia mtu hoja kwamba basi jipinde kwenye hizo ibada, usipitwe na hizo siku 40. Kwa nini? Kwa sababu hoja haisimami. Sisi hatuingii ibadani ila kwa kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au kuamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kwenye Qur'an na Mtume katika nini? Katika hadithi. Lakini hadithi ambazo zatuingiza sisi kwenye ibada ni hadithun sahih, ni zile hadithi iliyosihi. Ama hadithi ikiwa haikusihi, haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukamuingiza mtu ibadani kupitia hiyo hadithi. Ndio maana akasema Sheikh, la taqumu bihi alhujja, haisimami hoja kupitia hadithi hiyo. Hoja husimama kupitia hadithun sahih iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ambayo imekosa masharti na vigezo vya hadithi sahihi, hayatakubaliwi mambo yake. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema Sheikh, bali al-amru fi dhalika wasi'un, bali jambo katika hilo lina upana wake, na jambo ni panafu. Lisithibitiwe tu jambo kuswali Madina kwenye msikiti wa Mtume, kwa sababu misikiti iko mingi Madina, misikiti iko mingi Madina. Amejisikia mtu kuja kuswali pale adhuhuri, alasiri akaona aswali kwenye msikiti mwingine sio msikiti wa Mtume, sawa. Hulazimishi kwamba lazima upate swala rakaa hizo au idadi ya swala hizo katika msikiti wa Mtume, hakuna lazima hiyo. Japo ukipitwa na kuswali kwenye msikiti wa Mtume na siku zako ni chache za kuishi Madina, utakuwa umepitwa na kheri nyingi. Swala moja utakayoswali kwenye msikiti wa Madina ni swala 1000 katika misikiti mingine pale pale Madina, achilia mbali nje ya Madina, pale pale Madina. Kwa hiyo yafaa kuswali misikiti mingine, lakini tutakwambia kuna hadithi hapa, kuna fadhila ya kuswali Madina pale msikitini, na wewe si mkazi wa Madina kwamba una wasiwasi, msikiti si upo, mimi sinipo, takwenda tu. Nisipoenda hapo nitaenda alasiri, nisipokwenda wiki hii nitaenda wiki 2 mbele. Wewe unakwenda pale na kijifiza chako cha kukaa labda mwezi mmoja au wiki 3 au wiki 4, jambo limekwisha, urudi zako kwenu. Kupata tena fursa ya kwenda Saudia ukafika Madina, Allahu a'lam kama fursa hiyo inapatikana tena kwa mara nyingine. Tumeelewana vizuri? Kwa tunamuhusia kwamba pamoja kwamba jambo katika hilo kuna upanafu, waweza ukaswali popote, lakini utazama basi kwa jicho la ibra, kwa jicho la mazingatio. Anasema Sheikh, walaysa man qadima almadinata mulzaman bisalawat muayyanatin fi masjidihi sallallahu alayhi wasallama, na wala hakuna ulazima, walaysa, na wala halipo hilo jambo, man qadima almadina, kwa yule mtu aliyefika Madina, mulzaman, kwamba eti amelazimishwa bisalawat muayyanatin, kusiswali swala maalumu fi masjidihi sallallahu alayhi wasallama, katika msikiti wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alazimishwe hivyo. Bal kullu salatin fihi khairu min 1000 salah, bali swala yoyote ambayo ataiswali hapo ni bora kuliko swala 1000, duna tahdidin, pasina kuweka tahdid kikomo, au taqyidin, au kuweka kithibiti bi salawatin muayyana, kwa swala fulani maalum. Anakusudia Sheikh hafidhahullah kwamba wako wanasema lazima uswali swala 40, kwa maana labda kuna swala fulani lazima uswali swala ya kwanza, raka ya pili, swala ya pili, mara ya tatu, mara mpaka zimefika 40 tayari. Hicho ndio kinachotakiwa. Hapana, kuna swala maalumu za swaliwa 40 kwenye msikiti wake, ili upate labda ujira wa swala moja kulipwa kwa swala 1000, bali kila swala moja utakayoswali humu ndani, iwe ya sunna iwe ya faradhi, ni bora kuliko swala 1000 ambazo zitaswaliwa katika
msikiti mwingine ukitoa msikiti wa Makkah, duna tahdidin, pasina kuweka tahdidi ukomo, au taqyidin, au kuweka udhibiti bi salawati muayyana, kwa swala maalum. Hapana, swala zozote wewe utapata malipo hayo, sio kwamba ili upate haya uswali kwanza swala 40. Aliko hivyo. Tumeelewana hapa? Asadisu, tanbihi ya 6, ubtulia kathiru min almuslimin, wametahiniwa wengi wa waislamu, fi kathiri min alaqtar alislamiyah, kutoka katika miji mingi ya Kiislamu, pande za mbali kabisa, wakaja Madina. Wametahiniwa kitu gani hawa? Bibina'il masajid ala alquburi, wametahiniwa juu ya mtihani wa kujenga misikiti kwenye maeneo ya makaburi. Wametahiniwa wengi wa waislamu kwenye miji yao. Au dafnil mauta fil masajid, au kuwazika wafu katika misikiti, wakazika maiti zao misikitini. Hili ni jambo la kimtihani. Sheikh anasema wametahiniwa wengi wa waislamu. Nenda kimala tofauti tofauti utalikuta hili. Nenda Iraki utalikuta, nenda Sham utalikuta, nenda Misri utalikuta, nenda Yemen utalikuta, njoo Afrika Mashariki huku utalikuta. Tanzania lipo, Kenya balaa hili lipo, Dar es Salaam balaa hili lipo, Tanga balaa hili lipo, Zanzibar balaa hili lipo, Bagamoyo balaa hili lipo, na sehemu nyinginezo. Wanazikana kwenye misikiti. Mfano msikiti wa Idris pale Kariakoo, Masjid Idris Kariakoo, kuna makaburi, manake maiti wamekufa wamezikwa pale msikitini. Au Dawili Bungoni, Boma, Ilala Boma, pana kaburi la mwanamama wa Kiislamu aliyekufa akazikwa pale, na sehemu nyinginezo. Anasema waqad yatashabbafu ba'dhum litawsighi dhalika, huenda wakangangania baadhi yao hoja, litaswighi dhalik, kwa kujuzisha hilo, biwujudi qabrihi sallallahu alayhi wasallama, kwa lile tendo la kupatikana kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wasallama, fi masjidihi, katika msikiti wake. Huenda mtu akajenga hoja kwamba mbona kwenye msikiti wa Mtume, mbona kuna makaburi, kuna kaburi pale, tena kuna makaburi matatu, kaburi la Rasuli alayhi salatu wassalam, kaburi la Abu Bakri, kaburi la Umar. Huenda mtu akashikilia shubha hiyo. Wayujabu an hadhihi shubha, na hujibiwa shubha hii, bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi bana al-masjida awwala qudumihi al-Madina, yeye ndiye aliyejenga ule msikiti. Yani ukitaka kujibu hoja hiyo, shubha hiyo ya watu wa batil, kwamba mbona kwenye msikiti wa Mtume kuna makaburi, mule ndani kuna chumba kule kina kaburi, hujibiwa hoja hiyo au shubha hiyo kwamba elewa kwanza, ewe mwenye hii shubha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi bana almasjida, yeye ndiye aliyejenga msikiti, awwala qudumi almadina, mwanzoni tu alipoingia katika mji wa Madina. Cha kwanza alichokifanya alipoingia Madina, alijenga msikiti. Wakawa wanabeba mawe kujenga msikiti, na yeye alikuwa akishirikiana na masahaba kubeba mawe sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anabeba mawe na yeye anasaidiana na masahaba wake, huko akisema Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Alikuwa akisema ya maneno ya kupigana mori kufanya kazi, neno anaomba dua huku akipeana mori katika kufanya kazi.
Nyinyi mnafahamu katika kazi ngumu watu wanapeana maneno ya mori. Wavuvi wanapotaka kukitoa chombo chao nchi kavu kukiingiza baharini, wana maneno yao wenyewe ya kutiana nguvu. Arambe arambe alafu wanasukuma. Kadhalika wanaokata wanaovunja jiwe jabali, wengine wanatukana hayo maneno ya mori, matusi, wengine sio matusi. Kila muhimu kwamba alikuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, ewe Allah, hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira. Maisha ya akhira ndio maisha ya dunia ni starehe fupi ambayo inakatika. Ama maisha haswa ni maisha ya akhira, basi wasamehe maansari wal muhajira na waliofanya hijra kutoka Maka kuja Madina. Kwa akiyasema haya maneno bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kushirikiana na masahaba kujenga msikiti wake. Wabana buyutahu, na pia alijenga nyumba zake, allati taskunuha ummahatul mu'minin, ambazo zilikuwa wakiziishi hizo nyumba mama wa Waislamu, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiishi katika hizo nyumba. Naam, ambazo zilikuwa jirani na msikiti wake, vyumba vimeshikana. Kuna sehemu ya Aisha, kuna sehemu labda ya Maimuna, kuna sehemu ya Hafsa, vimeshikana upande wa mashariki ya msikiti wa Madina, upande wa mashariki. Akajenga na nyumba zake hizo. Wa minha baitu Aisha, na miongoni mwa hizo nyumba zilizojengwa ni nyumba ya Aisha, alladhi dufina fihi sallallahu alayhi wasallam, ambayo alizikwa ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume alizikwa kwenye nyumba aliyoijenga yeye mwenyewe, na ule msikiti wa Madina umejengwa na yeye mwenyewe. Naona hoja anapojibu Sheikh anatuambia kwamba msikiti wa Madina akaujenga nani? Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Na nyumba za wake zake zimejengwa na nani? Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa nyumba hizo ni nyumba ya nani? Ya Aisha, ambayo ndio aliyozikiwa ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe wajengaje hoja kwamba mbona msikiti wa Madina kuna makaburi? Mtume ndo akajenga huo msikiti na hakuweka kaburi lake, na yeye ndo anayekuja na sharia. Hakuweka kaburi lake wala hakuchora sehemu. Jamani, mnaona mchoro huu kwenye ardhi hapa? Mnaona msumari nimeukita hapa na msumari nimeukita hapa na msumari hapa na msumari huu, pembe nne hizi za msumari ndo kaburi langu. Tara mwanadamu, nikifa nizikwe hapa, kama wanavyofanya baadhi ya ndugu zetu leo hii. Bwana, nikifa nikazikwe jirani kwenye jirani ya kaburi la marehemu babangu, tayari washaika sehemu zao za kuzikiwa. Au wanapofanya manaswara leo hii Moshi huko Kilimanjaro, mtu anajengea kabisa kaburi lake, akalitilia tiles, akalitilia kadha, akajenga kila kitu, asubiri afe tu atumbukizwe pale jisanduku lake afunikwe. Kwa hiyo anapita anaangalia kaburi lake lile pale. Hakufanya hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndiye alijenga msikiti, na yeye ndiye anejua kile kiwanja. Angetaka azikwe ndani ya msikiti, angeweka alama kwamba hapa mtanizika hapa. Hakufanya hivyo, bali akajenga nyumba za wake zake, na miongoni mwa nyumba za wake zake ni nyumba ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambayo ndiyo nyumba aliyofia Mtume ndani yake sallallahu alaihi wasallam. Rasul amefariki ndani ya nyumba ya Aisha, kwenye chumba cha mkewe Aisha alichokuwa akilala na mke wake. Kwa nini kazikwa mule? Kwa sababu mitume na manabii wakifa wanazikwa papo hapo walipofia. Mitume na manabii wakifa wanazikwa papo hapo walipofia, hapo hapo. Hawabebi kwenye majeneza wao, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Chukua mtu wao na maneno yao, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah,
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nani Mtume Muhammad huyo tunampeleka? Hapana. Kwanza hakuna hizo adhkari wakati wa kusika, watu wanakwenda kimya kimya ili kila mmoja aingiwe na ibra na mazingatio. Hakuna kusema wala kusoma. Hakuna kusema wala kusoma. Kusema yani kupiga story na kwenda kuzika huko mazungumza. Kusoma mkao msoma Qur'ani au msoma adhkari. Wengine siku hizi wamezua kabisa, wanasoma takbira zaidi. Ushasikia makaburini takbira zaidi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha. Jamani tushangilia sisi hapa. Tufurahia huko mtu kafa. Yaani kwa nini ulete takbira zaidi hapa? Kwa hiyo hakuna masuala haya. Watu wanakwenda kimya kimya. Sasa yeye hakubebwa kwenye jeneza bali alizikwa pale pale, wala hakusomewa nyiradi wala hakusomewa adhkar alayhi salatu wassalam. Wabaqiyat hadhihi albuyut, na nyumba zake hizi ambazo amezijenga pembezoni mwa msikiti wake wa Madina zilibakia kama hiya, kama vile zilivyo baada ya kufa kwake. Kharij almasjid, ziko nje ya msikiti, nyumba zake ziko nje ya msikiti. Tumefahamiana vizuri? Fi zaman al-khulafa'i ar-rashidin, kipindi cha makhalifa waongofu, wakati wa Abu Bakar Siddiq nyumba zake zilikuwa vile vile. Yeye hayupo, kashakufa, amezikwa kwenye chumba cha mke wake Aisha kwenye nyumba yake. Alafu kuna vyumba vingine vya wake wengine. Zama za Abu Bakar hali iliendelea kuwa hivyo, zama za Umar, zama za Uthman, zama za Ali bin Abi Talib, ziliendelea zile nyumba kuwa katika mazingira yale yale mpaka zama za Muawiya ibn Abi Sufyan akiwa anaongoza nchi akiongoza dola ya Kiislamu na makao yake makuu yako kule Sham, Damascus. Wa zamani khulafai akharina ba'da, na zama za makhalifa wengine baada ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Sababu baada ya Muawiya akaja mtoto wake Yazid, wakaja wengine. Wa fi athnai khilafati bani Umayya, katikati ya daula ile ya bani Umayya, Umawi empire wanaita, wusia almasjidu, msikiti ulitanuliwa. Katokea hali ya utanuzi, msikiti ulikuwa mdogo, waswaliji walikuwa ni wengi, tuna haja tuutanue msikiti. Kwa nini mtaka kutanua msikiti? Watu wameongezeka, msikiti umekuwa finyu, twaruhusiwa kutanua msikiti. Ukatanuliwa msikiti, kwa maana zikavunjwa baadhi ya kuta. Wa udkhila baitu Aisha, na ile nyumba ya mama Aisha ambayo ndani yake kuna kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, udkhila, ikaingizwa ile nyumba ya Aisha alladhi qubira fihi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, aka nyumba ya Aisha ambayo kazikiwa Mtume kwenye ardhi hiyo ya nyumba hiyo ya Aisha ambayo ndani yake kuna kaburi. Katika utanuzi wa msikiti, nyumba ile ikaingizwa ndani ya msikiti. Zama za makhalifa waongofu? Hapana. Zama za makhalifa waongofu, zile nyumba na ule ukuta wa upande wa mashariki, ukuta wa msikiti haukuvunjwa. Zama za Abu Bakari haukuvunjwa, wala Umar wala Uthman wala Ali. Ule ukuta wa upande wa mashariki ya msikiti, yaani kwa Madina, mashariki ya msikiti kushoto yako, alafu kibla chako ni mbele yako. Tumeelewana? Sisi mashariki yetu ni kulia kwetu, si ndio? Alafu kibla chetu ni mbele yetu. Anasema wa udkhila baitu Aisha, na ikaingizwa nyumba ya Aisha alladhi, ambayo kubira fihi sallallahu alayhi wasallama, amezikwa kwenye nyumba hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikaingizwa wapi? Fil masjid, ikaingizwa msikitini. Mwaka gani? Ulikuwa ni mwaka 88.
mwaka 88 hijiria. Leo ni mwaka 1444. Kwa hiyo mwaka huu wa 88 ndio mwaka ambao ulivunjwa ukuta wa upande wa mashariki na zikavunjwa nyumba za Rasul za wake wengine, na chumba cha Aisha kikaingizwa ndani ya msikiti. Aliyefanya hivi si Abu Bakari wala si Umar wala si Uthman wala si Ali wala si Muawiya ambaye ni sahaba. Limefanywa hili jambo na hili tukio na asiyekuwa sahaba. Mtawala, kiongozi mkuu wa nchi wa dola yuko wapi? Yuko Sham, Syria kwa leo hii, Damascus. Katoa amri, akamwamrisha alwali wa mji wa Madina, vunja, walipe watu fidia zao, ingiza chumba cha kaburi ndani ya msikiti, tanua msikiti. Jitihada zake zimepatia, zimekosea. Zimepatia, ni jitihada, naam jitihada. Kapatia, kakosea. Kwa nini kakosea? Alitanguliwa na utanuzi wa msikiti kabla yake na makhalifa waongofu. Alishautanua msikiti Umar, alishautanua msikiti Uthman. Hawa ni makhalifa waongofu, hawakuvunja ule ukuta na kuliingiza lile kaburi ndani ya msikiti. Na ingekuwa bora wangefanya wao kwanza, kwa sababu wao ndio makhalifa wa mtume ambao sisi tumeambiwa tushike mwenendo wao. Alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, shika maneno na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Hawakufanya hivyo wao, bali alipoleta barua huyu kiongozi mkuu wa dola makao makuu ya Sham kumletea gavana wa mji wa Madina, yule gavana ambaye alikuwa anaitwa Umar bin Abdul Aziz, na yule kiongozi mkuu wa dola anaitwa Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan. Alwali wa mji wa Madina anaitwa Umar bin Abdul Aziz, ndio gavana wake wa Madina. Alipoileta ile barua akitaka kwamba lifanyike hili zoezi, Umar bin Abdul Aziz ambaye baadaye na yeye alikuja kuwa ni khalifa wa Waislamu ulimwenguni zama zake, na kipindi chake kilikuwa ni kipindi cha uadilifu, kiasi kwamba anatafutwa wa kupewa zaka anakosekana. Uadilifu, yani kiongozi akiwa mwadilifu, ufakiri unaondoka, shida za watu zaisha. Uadilifu wa viongozi. Alitoa mtu zaka, anasema mimi mwenyewe natakiwa nitoe, sio kupewa. Anaikataa mtu zaka. Aliwavua mpaka wake zake dhahabu, ambaye aliteni hizi nyuma tukamjipambe wakati mafakiri wana njaa, kama anavyotuambia sira na tarikhi. Almuhim, alipoletewa ujumbe huyu Umar bin Abdul Aziz akawaita wanawazuoni wa mji wa Madina, mashekhe wenye ilmu. Jamani, kuna ujumbe huu nimeletewa kutoka kwa kiongozi mkuu wa dola, anasema tutanua msikiti, tuvunje kuta zote mpaka ukuta huu, na nivunje vile vyumba vya wake wa mtume vile vilivyoshikana nivunje, na hiki chumba ambacho ndani yake kuna kaburi la mtume niingize ndani ya msikiti. Mwasemaji? Yani wanawazuoni wakiulizwa, manake naulizwa sharia, kisharia jambo hili likoje? Sababu nyinyi ndio mlobeba ilmu. Ahlul ilmi wakakataa jambo hili, kwamba hapana, hatushauri hilo, na wala hatuelekezi vyumba vya wake wa mtume vivunjwe, vibaki hivyo hivyo, viwe ni ibra na mazingatio kwa watakaokuja baada yetu, waone nyumba alizokuwa akiishi nabii wao na mtume wao, wapate mazingatio kwamba huyu nabii wao hakuwa akiipapatikia dunia akajenga makasiri mithili ya makasiri ya akina fulani na akina fulani. Ya lait ushauri wao ungelifanywa kazi, mpaka leo tungeona huenda kwamba hapa ndio nyumba ya Sauda hii. Hii ndio nyumba ya Sauda binti Zam'a, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kimeleba itaandikwa, labda serikali ya Saudi Arabia ingeandika
hujratu, chumba Hafsa binti Umar. Hiki ni chumba cha Hafsa binti Umar. Ala ndio alikuwa kisha naye hapa kumbe. Wakaenda pale waislamu wa selfie wakapiga mapicha yao pale cha. Almuhim, hoja hii anaijibu Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala, kwa maana huwezi kujenga hoja kwamba mbona kwenye msikiti wa Mtume kuna makaburi. Kwani makaburi yamewekwa na sharia, yamewekwa na Mtume mwenyewe, yamewekwa na makhalifa waongofu? Ni kiongozi wa dola ambaye ana mabavu, na alipoleta ile agizo halikufanywa kazi. Wanawazuoni walikataa kwa Madina, halikufanywa kazi wakati ule. Akaja na amri nyingine, nasema hivi, vunja. Kwa hiyo ule ukuta ukavunjwa na mabavu ya dola, sio ilmu wala fatwa za wanawazuoni. Na nyinyi mnafahamu dola inapotaka lake, wanasema tahadhari juu ya yule ambaye kwamba idha qala faala, chelea juu ya yule mtu ambaye kwamba akisema anafanya. Huyu ni mwenye dola, nitakupiga, nitakufunga. Kuna mwaka hapa watu walikuwa wakitoa ushauri, wakishauriwa ni wasemaje kuhusiana na kununua ndege ya rais. Wazee wanakumbuka, jamani, nchi bado tuna wakati mgumu, kwa hiyo tukinunua ndege ya rais pesa ni nyingi sana hizo, kadha wa kadha. Wakaambiwaje watu wafunge mikanda, wale hata majani, ndege ya rais itanunuliwa, mataka hamtaki, na kweli kanunuliwa. Nani huyo? Dola hiyo. Kwa hiyo huyu walipokataa ahlul ilmi, akaja na kauli ya kidola. Sasa wasema hivi, vunja. Na ulipovunjwa ule ukuta, zikavunjwa zile nyumba, mpaka watu wa kawaida wa Madina wasiokuwa wanawazuoni waliangua kilio kikubwa, mpaka watu wakasema kilio kile kilikumbusha mauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri hapo? Hii ndio historia ya kaburi la Mtume pale msikitini. Kwa hiyo mkisikia mtu anajenga hoja kwamba mtukataza sisi tu kuzikana kwenye misikiti, mbona uko Madina mwaswali kwenye msikiti wa Madina na una makaburi matatu, hajui historia huyo. Historia mpaka mwaka 88 ndio mwaka ambao kaburi limeingizwa msikitini, wa ila Mtume amefariki mwaka 11. Mtume amefariki mwaka wa 11, mwaka 88 baada ya kufariki kwake, mpaka mwaka 88, yani kuanzia 11 mpaka 88 ndipo kaburi lake likaingiwa wapi? Likaingizwa msikitini. Miaka mingapi imekatika? 70 ngapi? 77. Miaka 77 si umri wa mtu mzima aliyejukuu na akatukuu. Sasa mbona hayakufanyika miaka hiyo? Na ndiyo miaka ambao kulikuwa na watu wazuri, watu wabora dhahiri. Na kama ni hoja ya utanuzi, alitanua khalifa Abu Bakar na ni Umar. Kama ni hoja ni kutanua msikiti, alitanua Uthmani. Mbona hakuingiza lile kaburi? Sasa Uthmani, anachokifanya Uthmani na anachokifanya asiyekuwa sahaba Abdul Walid bin Abdul Malik, si sahaba.